karibuni kumekuwepo na picha mjongeo ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii ikiwemo mtandao wa TikTok. Picha hiyo ikionyesha kundi la vijana wakilalamika kudaiwa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi ili kuweza kupata ajira katika makampuni yanayofanya kazi maeneo ya Zanzibar. Hivyo basi, Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini Unguja limefanya uchunguzi wa kina kuhusiana na taarifa pamoja na picha hiyo na kugundua yafuatayo. Moja, tukio hilo lilitokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika hoteli ya Jazi ya Dunia ambayo awali ilijulikana kwa jina la Uroa Bay ambayo ipo katika kijiji cha Uroa, wilaya ya Kati na mkoa wa Kusini Unguja. Kiini cha tukio hilo ni baada ya mkandarasi anayejenga majengo ambayo ni kampuni ya CRJE kuweka utaratibu kwa wafanyakazi kuingia katika eneo hilo kwa kutumia kitambulisho cha aina yoyote. Lengo ni kuimarisha usalama kwenye eneo hilo. Baada ya kutokea tukio la wizi tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 ambapo mmoja kati ya vibarua alipatikana na vifaa vya ujenzi ambavyo viliibiwa katika eneo hilo. Kesi hiyo ilikwisha ripotiwa katika kituo cha polisi Chwaka na mtuhumiwa alikamatwa na upelelezi unaendelea. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini Unguja linakanusha kuwepo kwa ubaguzi wa aina yoyote katika ajira za makampuni mbalimbali ambayo yanafanya kazi katika mkoa huu, kwani uchunguzi unaonyesha kabisa 90% wafanyakazi wa kampuni hiyo wanatokea bara. Hata hivyo, Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini Unguja kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali linaendelea kufanya uchunguzi juu ya tukio hilo na ili kuweza kubaini aliyehusika kurusha taarifa hiyo ili kumchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Wito wa Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini Unguja linatoa wito kwa wananchi kupuuzia taarifa hiyo na kuacha mara moja kutumia mitandao ya kijamii kutoa taarifa zinazoleta taharuki kwa jamii. Asanteni kwa kunisikiliza.